Iran imepata hasara ya takribani dola bilioni 270 tangu kuanza kwa vita kati yake na Marekani na Israel. Tangu kuanza kwa vita mnamo Februari 28, Iran imepata hasara ya dola bilioni 270. Iran imekuwa ikifanya tathmini ya gharama ya uharibifu uliosababishwa na vita kama sehemu ya juhudi zake za kujumuisha fidia katika mapendekezo ya kusitisha mapigano, shirika la habari la Tasnim limeripoti. Akizungumza na vyombo vya habari vya Urusi, msemaji wa serikali ya Iran, Fatima Mohajeran, amesema makadirio ya awali na ya jumla yanaonyesha kuwa hasara waliopata imefikia takribani dola bilioni 270 kufika sasa, lakini huenda idadi hiyo ikaongezeka zaidi kwani tathmini bado inaendelea. Msemaji huyo ameongezea kuwa maafisa wa Iran wanaendelea kufanya tathmini ambazo zinajumuisha kuangalia uharibifu wa majengo na mapato yaliyopotea kutokana na kusimamishwa kwa shughuli za viwanda na biashara zingine. Hii ni kulingana na shirika la habari la Tasnim. Mohajeran amesema kuwa suala la fidia lilikuwa miongoni mwa mada zilizojadiliwa katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran mwishoni mwa wiki iliyopita. Makamo wa rais wa Marekani JD Vance hapo awali alisema kuwa walifanya mazungumzo ya kina lakini hawakufikia makubaliano. Hata hivyo, jambo pekee ambalo wa Iran walilikataa kwa Marekani ni juu ya umiliki wa mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia juu ya suala zima la nyuklia, jambo ambalo wanasema kwamba limegharimu mabilioni ya dola na kwamba endapo wataacha mpango wao wa nyuklia ni wazi watakuwa wamepata hasara kubwa mno katika taifa hilo. Hata hivyo, baadhi ya taarifa zinaeleza kwamba Iran imekubali angalau kuacha urutubishaji wa uranium kwa takribani miaka 5, lakini Marekani kupitia Rais Donald Trump amesema ni walau miaka 20 ndio Iran iendelee na urutubishaji wa uranium. Mpaka sasa Iran ina zaidi ya kilogramu 400 za uranium iliyorutubishwa, lakini pia ni sawa na 60%, ambapo Marekani inasema kuna uwezekano kuna zaidi ya kilogramu hizo zaidi ya 400 na kwamba kuna uwezekano wa kutengenezwa kwa mabomu ya nyuklia karibia 9 hadi 11. Kwa upande wake, rais wa Iran Masoud Pezeshkian anasema kwamba shinikizo la kijeshi wanalolitaka kulifanywa Marekani litazalisha matatizo na kusababisha hali ya uchumi kuzidi kuyumba katika ulimwengu. Rais huyo wa Iran amesema Iran iko tayari kuendelea na mazungumzo ya kupata amani na kuwa diplomasia ndio njia pekee ya kusuluhisha migogoro. Pezeshkian alisema haya wakati akizungumza na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, kulingana na vyombo vya habari vya Iran. Inasemekana rais huyo alimwambia Macron kuwa vitisho, shinikizo na hatua za kijeshi hazisaidii na zitazidisha matatizo yaliyoanzishwa na Marekani. Rais Masoud Pezeshkian aliongezea kuwa Ulaya inafaa kuihimiza Marekani kufuata kanuni na sheria za kimataifa. Lakini hata wakati huu ambapo kumekuwa na mzingiro aliutaja rais wa Marekani Donald Trump, mzingiro wa kijeshi katika mlango wa bahari wa Hormuz, kwamba hakuna meli itakayoruhusiwa kupita katika eneo hilo wala kuingia. Kulingana na data iliyochambuliwa na kitengo cha BBC Verify, meli 4 za Iran zimepita katika mlango huo wa Hormuz siku ya leo licha ya Marekani kuweka kizuizi cha kijeshi katika eneo hilo. Meli 2 zilikuwa katika bandari ya Iran kulingana na shirika la ufuatiliaji la Marine Traffic, na meli kwa jina la Christiana ilipita katika mlango huo wa Hormuz siku ya Jumatatu baada ya kizuizi hicho kuanza kutekelezwa. Lakini pia meli nyingine ya Uchina nayo pia inatajwa kupita katika eneo hilo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.